Habari zenu wasikilizaji, kwa majina ya kiroho ni Prophet Mdodok Artista, ya kimwili ni Fredrick Kamau Mwangi, nikiwa Nairobi. Jacaranda, mbunge la mwananchi likiwa lenye juhudi ya kutetea Wakenya wanyonge, ni kama limetekwa nyara na shetani. Baadhi ya wenzao huhudhuria vikao wakiwa wamekunywa pombe, pengine hata madawa ya kulevya. Vile uovu umeongezeka. Kikao kinachoendelea, wengine wakipiga makelele ovyo, hata wakitulizwa na msaidizi wa mwenyekiti wa bunge la mwananchi Jacaranda, hawatii, wakitatiza watu wanaofuatilia ujumbe. Hawa wenye makelele kwa wakati usiofaa, hali ikiwa gumu maishani hata kuzidi. Nimehusisha msimulizi aliyenitangulia katika video hii yangu, shetani asipate nafasi kupotosha msikilizaji na mtazamaji anayefuatilia ukweli, kana kwamba ni mimi walikuwa wananipuuza sababu ya ujumbe nduni. Hali ni ujumbe muhimu ulio suruhu ya shinda Wakenya wanapitia wakati huu mgumu mno. Zaidi ni juhudi kubwa ya Mwenyezi Mungu kwa uumbaji wake wote. Kuna umuhimu ulioni mbindi kuwasili uwanja wa Jacaranda kutoa huu ujumbe wa pekee kwa Wakenya na mataifa, ukipenda diaspora. Ingawa Jivanji, bunge la mwananchi, ni karibu nami kuliko Jacaranda, yalikuwa matumaini yangu kuwajulisha ujumbe wao hufikia watu wengi. Kwa hivyo wamakinishe utetezi wa Wakenya wanyonge kwa utawala halali ulio ufalme wa amani unaohitajika kuondoa utawala wa demokrasia. Umepitwa na wakati, Mungu akionya Ruto au malizia. Bwana Omoshi alinipa changamoto alipo shikiria kunisambua kuwa wakili. Sikanyangi talanta yangu chini, kulingana na Methali mlango wa 31 aya 8 hadi 9, wala kufanya Omoshi kuwa na shaka. Kwanza, heko kwa Bwana Nuru Okanga juu ya kufishwa Pastor Ezekiel si mtumishi wa Mwenyezi Mungu, mbali kibaraka cha shetani. Mimi baada ya kufunuliwa na Mungu wa milele, Pastor Ezekiel Odero anaua watu akiwatoa makafara za shetani, kuraghai washirika wake na mamlaka ya mapepo chafu. Nikampigia simu asiyochukua, na nilikuwa nimeandikia serikali barua harari yenye uraghai wa Pastor Ezekiel Odero. Baadhi yenu mkionya Nuru Okanga kwa kukosoa mtumishi wa Mungu eti atajuta. Ezekiel aashane na Nuru Okanga, aonane na mimi vikari. Vile nashikiria kwamba yeye si mtumishi wa Mungu. Ni vizuri watu waombe Mungu na imani awape hekima. Bila shaka tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025 nilipiga mbiu la mgambo pale uwanja wa Jacaranda, kikao cha bunge la mwananchi, kudhihirisha kuna jambo. Nikikanusha ufalme wa amani
upo ukiwatarajiwa, ukiongozwa na Kikuyu na ni wenye imani ya Kristo dhabiti, si Kikuyu kafiri. Lakini huu ufalme wa amani si mali ya Wakikuyu binafsi. Uongozi Kikuyu wameteuliwa ni kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Hata Kristo aliagiza kanuni za kumshuhudia ni kuanzia Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa dunia, katika Matendo ya Mitume mlango wa 1 aya ya 8. Basi Kikuyu waelewe, mataifa si wote wajua lugha ya mama ya Wakikuyu na wanahitaji kufikiwa na Injili ama huu ujumbe wa Injili njema ya amani. Sawa, Kikuyu wameanzia Kikuyuni kwa lugha ya mama. Ni wakati makabila ya Kenya na watu wa mataifa wafikiwe kwa lugha mbili zaidi tunazoelewa vema ama kwa wingi, za Kiswahili na Kizungu, ili mapenzi ya Mungu yatimie. Amina. Kuna vikwazo mbili ambazo ni wale ambao hawajakamilika na ukweli wa huu ufalme wa amani. Wanapozungumza wasioelewa vizuri wapotosha. Wale wengine ni wapinga Kristo kama Pastor Dr. Ngaruya, kwa unafiki wa kulinda dini wanako tafutia matumbo zao, kinyume na Yohana mlango wa 6 aya 27, kutafuta chakula kidumusho hata uzima wa milele. Huu ufalme wa amani umesumbiliwa sana miaka 1991, karibu miaka 2000. Wengine wamekufa bila kuona, bila mapenzi yao. Nikimalizia ujumbe huu umfikie mwenyekiti wa bunge la mwananchi Jacaranda, nikimpa pole kwa kutoitikia mwaliko wake kwangu siku ya kwanza matembezi yangu huko Jacaranda kuongoza maombi ya kufungua kikao, sababu mimi ni kama manabii wa kale, Yeremia na Elia, baadhi ya wengine, si kama mapasta na manabii wenzao katika dini ya Ukristo, wengi wao wakitumia mapepo chafu kutambili, kuragai washirika wanjitajirishe. Yangu ni kuambia watu kulingana na yale Mungu amenifunulia. Ezekiel mlango wa 33 ya 7 hadi 11. Soma Wafalme wa kwanza mlango wa 18 aya 20 hadi 40. Israeli walipo kusanywa na mfalme Ahabu mbele ya nabii Elia, hakuwaombea kufungua kikao, isipokuwa aliombea sadaka yake karibu mwisho wa kikao, kuitisha moto kutoka mbinguni kuteketeza sadaka lake. Hapo ndipo alihuzisha watu. Yeremia alikatazwa na Mungu kwa onyo kali asiwaombee Waisraeli vile Mungu hata msikiliza wa kuabudu kwa miungu kwao. Soma Yeremia mlango wa 7 ya 16 hadi 18. Kwa hivyo, shukrani kunipokea Jacaranda, nikikusihi uombe Mungu akuwezeshe
kutuliza makelele yanayoendelea Jacaranda vikaoni. Thank you my viewers and listeners for tuning to my channel. It's uncompromising and consistent. Feel free to comment your views as we proceed. Atakayenywesha mtumishi ama mwanafunzi wa Kristo kikombe cha maji baridi atapata zawadi yake. Mapenzi ya Mungu yatimie. Kwaherini. Mulikuwa kula Naivasha, SK Mashari akawaambia hii register inakuanga fake. Amuku ngoja amalize kuongea, mkamrushia mikono. Juu nyinyi watu hampendi kuambiwa ukweli. SK Mashari jana alituambia ukweli. So ile kitu mimi nataka kuambia, nyinyi wenyewe ndio mmekuwa mkijiangusha, si wa Kenya. Wanauza. Nyinyi wenyewe ndio mmekuwa mkiuza hii kitu. Asanteni sana. Haya, nachukua namba. Yeah. Nachukua namba 4. Sio itakuwa namba 1. Mimi unichukua namba 5. Majala, yani mimi unichukua. Kidogo mimi nawashanganga sana kwa hii bunge. Habari zenu wana Jacaranda. Mimi sijakuja kwa mjadala kama ule ambao umezoewa hapa Jacaranda. Naleta mambo. Wewe ukipiga kelele huyu kijana kama nyinyi. Tafadhali hata mimi mnaona mpeni time aongee bwana. Sauti yake ni kidogo. Sasa mnaongea sauti ya nini? Mnapiga kelele. Sasa ongea. Wewe mnakunywanga pombe. Habari zenu wana Jacaranda. Leo tarehe 16 mwezi wa tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Matembezi yangu hapa kwenu siku ya leo si yale ya kawaida. Kwa majina naitwa Prophet Mdodok Ararat Star aka Frederick Kamau Mondi. Tutajaribu tu kusikiliza ninavyoongea, manake siwezi komboa sauti mahali pengine. Ya mzee wewe ongea tu. Kuna mambo ambayo yanaendelea kama mnavyoelewa. Kila jambo chini ya mbingu lina wakati wake. Umekuwa kukizungumzwa ama kufuatiliwa uongozi wa World Governance System ambao kwa wakati huu umefika kikomo. Kulingana na nyakati na majira, hata ukilinganisha katika Biblia, Daniel chapter 2 verses 20 to 22, Mungu ndiye hubadilisha nyakati na majira. Wakati huu umefika wa kubadilisha utawala wa kidunia. Mungu anataka ufalme wake ufanye kazi kama Yesu alivyoahidi. Watu hao wakiomba, Baba yetu aliye mbinguni, ufalme wako uje hapa duniani. Huu ufalme hata ukiufuatilia huu wa dunia ni wa kuwadhulumu bure, manake ni ufalme wa Shetani. Na mkitaka kujua maandiko, Yohana mlango wa 10 aya ya 10, tamaa za Shetani ni kuimba, kuua na kuharibu, na msikoje matunda mengine kutoka kwa ufalme wa wakati huu wa dunia. Haya ni mambo yanaongelewa katika Mlima Kenya. Shinda ya wao, wengi wao huzungumza lugha ya mama, haieleweki na taifa. Ningependa kuwape changamoto, ufalme sio wa Wakikuyu pekee. Hata kama wataongoza, wafahamishe makabila yale mengine katika Kenya. Na huu ufalme ni wa pekee, si kama huu wa kawaida. Wale wanajua huu ufalme unalinganishwa na the last gospel revival ambao the springboard
is in Kenya. Utaanzia Kenya, uvuke mpaka hadi kwa mataifa, mwisho wa dunia. Therefore, hata kama ni akina Ruto na akina Raila, inafaa vile wanaelewa kuna uponyaji, wajihusishe na huu uongozi ambao unaenda kuanza, sababu ndio ufalme utafanyika na ni lazima. It is unstoppable. Bila kuendelea sana, nitatamatishia hapo nikiwajulisha kwamba mjiandae, manake Mungu ameonya hivi, ufalme ukitoka kwa Ruto, wakati ataweka mamlaka chini, ukipewa watawala wengine wa kidunia, mujitayarishe kwa machafuko ambayo hamtayawezana. Yatakuwa machafuko mbaya kabisa. Kwa hivyo mubadilishe kutetea uongozi wa siasa ya kidunia, uende kwa uongozi mpya. Namba 2.